Bana, karibu kwenye 101 recap. Mimi naitwa Ching the baddest Dimu Mtumbadi Babalao. Of course tuko poa, tuko good kwa wale washikaji zetu ambao tuko live na 69 Media Pro. Kwa wale ndugu zetu ambao tunapatikana Instagram na tufollow kwa jina la 69 Media TZ. Iko hivi bana, tunzo za BET zimetoka bana, na star tofauti wameibuka pale mjini Marekani na Los Angeles of course, na baadhi ya marapa wakubwa wameweza kuwania tunzo, lakini pia tumeona show kutoka kwa T.I, Rick Ross na wasanii wengi. So unataka kujua katika orodha ambao walioshiriki kwenye vipengele tofauti nchini Marekani kwenye tunzo za BET ni wengi sana, lakini tuanze na rapper kutokea Marekani. Cardi B ashinda tunzo ya rapper bora wa kike BET 2026. Msanii rapper wa Marekani ameshinda tunzo ya BET 2026 katika kipengele cha Best Female Hip Hop Artist, rapper bora wa kike. Bana, ametokea Cardi B. Cardi B alishawahi kushinda tunzo nyingi au sio bana, lakini ameendelea kuwa na consistency kubwa sana katika kipengele hicho, na katika wasanii ambao wamewania hiyo tunzo akiwepo Kati Doch, akiwepo Glorilla, Lato, Morgan na wasanii wengine wengi kama Nice na Coilery au vipi bana, na pia waliokuwa wanawania hizo tunzo. Of course Tems alikuwepo, na Tems pamoja na Tiara walikuwepo wakitoa zile heshima ya tunzo, heshima ya mwanamke pale nchini Marekani, na Tems pia alikuwepo. So mwanamuziki Tems pamoja na wasanii wengine walikuwa wapo katika kipengele hiko, na kuna ule legendary, unaelewa, unapewa ule uheshima kwamba yes, kuna wakati bana wa mama lazima wapewe heshima zao. Rick Ross alivyowashangaza watu kwenye stage kubwa sana baada ya kuonyesha performance kubwa ya ajabu, na tunafahamu kwamba Rick Ross hajaonekana hivi karibuni kufanya show zake, na tunafahamu kuna beef moja ya Rick Ross pamoja na Drake, lakini Rick Ross anaonekana kabisa anaendelea kufanya vizuri. So show yake ilikuwa kubwa sana na imeenda vizuri, imeenda poa. Mchekeshaji anaitwa Draxki. Yes, mtanielekeza mwanangu hilo jina. Amefanya bonge moja la show na kuwashangaza baadhi ya wahudhuriaji katika na uingiaji wake katika ukumbi ule nchini Marekani, na ameingia kitofauti sana. So jambo ambalo limewashangaza watu wengi sana, mashabiki wengi sana, ambaye mpaka sasa hivi ni mchekeshaji mkuu na amepata tunzo of course kubwa, na of course mpaka sasa hivi ukimzungumzia Drunks Beats ni moja kati ya mchekeshaji mkubwa sana, amefanya vizuri sana katika tunzo za BET baada ya kuonyesha performance yake kubwa. Bana, Kendrick Lamar ashinda tunzo ya rapper bora wa kiume BET 2026, au sio bana? Ameibuka mshindi kama rapper bora wa kiume kwenye tunzo ya BET 2026 jijini Los Angeles nchini Marekani. Kendrick Lamar alikuwa akiwania kipengele cha rapper, lakini pia kuna wasanii pia walikuwa wakiwania hiyo tunzo kama rapper Drake, A$AP Rock, Baby Kim, Boxing Plug, huyu anaitwa Dababy on Tola, J Cole pamoja na T.I. Yo man, hao ni wasanii ambao wameonyesha au wamewania tunzo ya rapper bora wa Marekani, na hiyo tunzo imechukuliwa na rapper Kendrick Lamar. Of course amekuwa na consistency ya kuendelea kuchukua hizo tunzo za tofauti. Bana, moja kati ya kitu kikubwa sana ambacho hata washabiki wenyewe wamekuwa surprise baada ya kumuona rapper T.I kuperform kwenye tunzo za BET
na ule legendary wake unaendelea kufanya vizuri, kwa sababu T.I. hajionekana kwa muda mrefu sana kwenye show, lakini hii hapa amepata nafasi. Lakini pia kwenye red carpet tumeona T.I. yuko na wanawe of course ambao wapo katika red carpet. So bana, performance kubwa ya legendary wa rapper T.I. au sio bana, imeendelea kufanya vizuri na alionyesha na ametoa madini yote ambayo kwa muda mrefu alikuwa anatamani kuonyesha, na amepata nafasi nchini Marekani na ameonyesha katika ukumbi wa katika jiji la Los Angeles, Marekani. Bana, tuifahamu sasa historia ya tuzo za BET. Ilianzishwa mwaka gani na mwanzilishi ni nani? Inakuwa ni vizuri zaidi. Tuzo za BET imeanzishwa na BET ni Black Entertainment Television. Zilianzishwa mwaka 2010 na mtandao wa Black Entertainment Television nchini Marekani kwa ajili ya kutambua, kusherehekea mchango wa Marekani weusi na michango ya wasanii wengine nchi tofauti, lakini pia kukuza nyanja za burudani, filamu, michezo pamoja na utamaduni. Tangu kuanzishwa kwake, historia hiyo ya tunzo imekuwa ni mabadiliko makubwa na mafanikio makubwa kwenye historia za tunzo za BET. Historia ya awali kuanzishwa, tunzo hizo zilianzishwa na mshikaji anaitwa Robert Johnson, ambaye ndiye alikuwa ni mtunzi au ni mtu wa kwanza ni mtu wa kwanza bilionea mweusi au sebana bilionea mweusi ni mmiliki wa mtandao wa BET, na kuanzishwa kwake mnamo June 19, 2001 na imeanzishwa hizo tunzo na kuandaliwa na wachekeshaji kama Stephen Harvey na Cedric the Entertainer. Umeelewa vizuri. Tuzo hizo ziliendelea kufanya vizuri mpaka sasa hivi, lakini kuongeza kwa kipengele kimataifa zaidi. Hapo awali tuzo hizo zililenga zaidi wasanii wa Kimarekani tu. Hata hivyo, kutokana na hatua kubwa za kimuziki na ubunifu wa kufikiria duniani, watu wakasema kuna wakati kuwashirikisha international collabo, ambayo ni kipengele cha international collabo ambayo kiliongezwa ndani ya 2011 kinachoitwa Best International Art Africa, au sababu kipengele hicho ambacho kinawahusisha Waafrika na nchi nyingine tofauti. Na tumeona kuna baadhi ya wasanii walikuwa wa kwanza kuwania tunzo, au sebana, na tunawakumbuka. Kipengele hiki kilianza kwa kuwashirikisha wasanii kama DJ Banja, Two-Face, Idabia kutoka Nigeria, walikuwa washindi wa kwanza wa tunzo ndani ya nchini Marekani, na walipata hizo tunzo. Of course, baada ya hapo ushindani ulikuwa ni mkubwa sana, lakini ushiriki kwa wasanii tofauti kwa unaendelea. So Diamond Platinum ameandika historia kubwa kwa kuwania kwa kuwa msanii wa kwanza au msanii mkubwa kuwania tuzo kutokea ukanda huu mwaka 2014, 2016 na mpaka 2021. Tukumbuke ndani ya mwaka huo Eddie Kenzo kutokea Uganda aliweka historia kubwa na kuwa msanii wa kwanza kutokea Afrika Mashariki kushinda tuzo ya BET kwa mwaka 2015 alipochukua tuzo ya Viewers Choice Best New International Art. Lakini pia msanii Rayvanny Tanzania aliweka rekodi kuwa msanii wa kwanza kutoka Tanzania kushinda tuzo za BET mwaka 2017 kupitia kipengele hicho cha Viewers Choice Best New International Art. Tuzo zinazoheshimu wanawake kihistoria zaidi ni pia tuzo za BET. Mbali na vipengele tofauti, BET ina tuzo maalum kama BET Award, yani tuzo za mwanamke ambayo inatolewa kwa nyimbo zinazohamasisha kukuza nguvu na uwezo wa wanawake kufikiria, kukuza. Unajua wanawake wamekuwa ni
naweza nikasema wanawake wanapewa vipaumbele sana kutokana na mauzui yao na vipengele tofauti katika maisha yetu. Tunajua mwanamke lazima utampa nafasi ya kwanza sana. Kwa hiyo BET ikaja na tunzo ambazo ikumfikiria mwanamke awe ndio apewe kipaumbele sana. Kwa hiyo hii ikaja kwa mwaka huo, na sasa hivi tumeona baadhi ya tunzo wamepata wasichana wengi za BET na imekuwa vizuri. Na hii tunzo inakwenda kwa jina la International Arts au sabana, ni kipengele hicho ambacho kwa sasa hivi mwanamke BET imekuja na Best Award, ambayo hii inawahusisha tu wanawake peke yake kushiriki katika hizo tuzo, na imekuwa vizuri zaidi. Nimekupitisha hapo na umejua historia tangu 2001 mpaka 2026, mwanzilishi wa tunzo hii au sabana na washiriki ambao wamechukua tunzo for this time around. Tumeona Kendrick Lamar amebeba tunzo, lakini washereheshaji alikuwepo Rick Ross, alikuwepo T.I, lakini pia Tems na Tiara. Tems na Tiara wake wametoa heshima kwa Miss Lauryn Hills kwa sababu tu ni msichana ambaye ukweli ni msanii amefanya vizuri. T.I tumeona tunzo kibao ambazo zimetoka kwa wasanii tofauti kutokea nchini Marekani, Los Angeles. Mimi naitwa Ching the Baddest, ndimu mtu mbadi, babala watu wote. Endelea kucomment na kusubscribe YouTube channel ya 69 Media TZ. Of course tuko live. Mimi niseme asante kwa kunisikiliza. Kama bado uja comment, uja like, uja tufuatilia kwenye account zetu za Instagram, Facebook na mitandao yote, andika 69 Media Pro. Tuko live YouTube pale, lakini tuko live pia kupitia Instagram, andika 69 Media TZ. Mimi naitwa Ching the Baddest. Hapa ni 101 recap. Comment yako ni muhimu sana. Tukutane tena wakati mwingine kwenye 101 recap.